matokeo ya kura ya bajeti kuu ya serikali. Idadi ya bunge waliokuwepo bungeni 393, idadi ya bunge ambao hawakuwepo bungeni 8, kura za ndio 385, kura za hapana 8, kura za sipigi kura 0. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na asilimia 97.96. Katibu. Miswada ya sheria ya serikali. Muswada wa sheria kwa ajili ya kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 62 bilioni 334 milioni 193 227,800 kwa matumizi ya serikali kutoka katika mfuko mkuu wa hazina kwa mwaka unaoishia tarehe 30 Juni 2027 kutumia fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka huo, yani a bill for an act to apply a sum of 62,334,193,227,800 shillings out of the consolidated fund to the service of the year ending on the 30th day of June 2027 to appropriate the supply granted. Kusomwa mara ya kwanza. Katibu. Mswada wa sheria ya fedha za matumizi wa mwaka 2026, yani the appropriation bill 2026. Kusomwa mara ya pili. Katibu. Mswada wa sheria kwa ajili ya kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 62 bilioni 334 milioni 193,227,800 kwa matumizi ya serikali kutoka katika mfuko mkuu wa hazina kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2027 kutumia fedha zilizoidhinishwa kwa mwaka huo, yaani a bill for an act to apply a sum of 62,334,193,227,800 shillings out of the consolidated fund to the service of the year ending the 30th day of June 2027 to appropriate the supply granted. Kusomwa mara ya tatu. Waheshimiwa Bunge, mswada umepitia hatua zote kusoma mara tatu, na sasa nitawahoji. Wanaafiki mswada wa sheria ya fedha za matumizi ya mwaka 2026 the appropriation bill 2026, wanaafiki waseme ndio. Ndio. Na wasioafiki waseme sio. Wanaafiki wameshinda na mswada umepita. Waheshimiwa Bunge, kwanza nimpongeze Waziri wa Fedha kwa kazi nzuri uliyofanya wewe na timu yako. Niwapongeze wabunge kwa michango mizuri, michango yenye tija kwa taifa hili. Pesa kura zimepigwa na pesa serikali imeruhusiwa kuanzia sasa kuanza kuzitumia. Mkazitumia kama maelekezo ya kamati za bunge zilivyoelekeza, kuhakikisha maslahi ya watu kwanza kabla ya mambo yote mengine. Bunge hili litaendelea kufuatilia utekelezaji wake na kuhakikisha
miradi iliyoainishwa yote inazingatiwa na kuleta furaha kwa wananchi. Naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 3 asubuhi. Naam, kwa muda wote huu umekuwa ukifuatilia matangazo ya moja kwa moja kutoka Bunge Television katika ukumbi wa Bunge Dodoma, ambapo wabunge wamemaliza kazi kubwa ambayo walikuwa wakifanya katika kipindi hiki cha bajeti kwa kupiga kura ya ndio za kupitisha sasa mapato na matumizi kwa mwaka 2026 2027, bajeti ya shilingi trilioni 62.3. Hivyo bunge litaendelea tena hapo kesho. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, kwa niaba wenzangu wote, Christina Nkia kwa upande wa Bunge Television, kwa upande wa lugha ya alama tumekuwa pamoja na Ustadh Habibu Purute pamoja naye Protas Mwalongo. Kwa niaba ya timu nzima basi tukutakie mchana mwema usiokuwa